kuweza kwa azma yenu ya kumshukuru Mungu kwa adhimisho la misa kama dekania. Mna kila sababu ya kufanya hivyo kwa sababu ya mambo makuu ambayo Mungu amewatendea kama watu binafsi, kama familia, kama parokia na kama dekania. Na anayeshukuru ni yule ambaye anaomba tena. Kwa hiyo tunamwomba Mungu katika mwaka huu tuliouanza awazidishie wingi wa neema na baraka zake, tujute dhambi zetu. Namuungamia Mungu Mwenyezi. Nani ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Na Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Yeah.
kuwa kila tulicho nacho kimetoka kwako, hata sisi wenyewe. Utufundishe kutambua fadhili za wema wako mkuu, na tukupende kwa moyo mnyofu na kwa nguvu zetu zote, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo la kitabu cha kwanza cha Samueli. Wazee wote wa Israeli walikutana pamoja, wakamwendea Samueli huko Rama, wakamwambia, angalia, wewe umekuwa mzee na wanao hawaendi katika njia zako. Basi tufanyie mfalme atuamue, mfano wa mataifa yote. Lakini neno hilo likawa baya machoni pa Samueli. Waliposema, tupe mfalme atuamue, naye Samueli akamwomba Bwana. Bwana akamwambia Samueli, isikilize sauti ya watu hawa katika kila neno watakalokuambia, kwa maana hawakukataa wewe, bali wamenikataa mimi, ili nisiwe mfalme juu yao. Naye Samueli akawaambia wale watu waliotaka mfalme maneno yote ya Bwana. Akasema, mfalme atakayewamiliki ninyi atakuwa na desturi hii: atatoa wana wenu wakaweka kwake kwa magari yake na kuwa wapanda farasi wake, nao watapiga mbio mbele ya magari yake. Naye atawaweka kwake kuwa maakida juu ya 1000 na maakida juu ya 50, na wengine atawaweka walime shamba lake na kuvuna mavuno yake, na kufanyiza zana zake za vita na vyombo vya magari yake. Na binti zenu atawatwaa kuwa wafanyaji wa marhamu na wapishi na waugaji. Atatwaa makonde yenu na mashamba yenu ya mizabibu na ya mizeituni, yale yaliyo mazuri sana, ili awape watumishi wake. Naye atawatoza ushuru wa mbegu zenu na wa mizabibu yenu, awape maakida wake na watumishi wake. Atawatoa watumishi wenu na wajakazi wenu na ng'ombe zenu walio wazuri sana na punda zenu, naye atawatia katika kazi zake mwenyewe. Atawatoza fungu la 10 la makundi yenu, nanyi mtakuwa watumwa wake. Nanyi mtalia siku ile kwa sababu ya mfalme wenu mliyechagulia. Bwana asiwajibu siku ile. Walakini hao watu wakakataa kusikiliza sauti ya Samueli, wakasema, sivyo hivyo, lakini tunataka kuwa na mfalme juu yetu, ili sisi nasi tufanane na mataifa yote, tena ili mfalme wetu atuamue, tena atoke mbele yetu na kutupigia vita yetu. Samueli akasikia
akasikia maneno yote ya watu, akayanena masikioni mwa Bwana. Bwana akamwambia Samweli, isikilize sauti yao, ukawafanyie mfalme. Neno la Bwana. Fadhili zako, Ee Bwana, nitaziimba milele. Fadhili zako, Ee Bwana, nitaziimba milele. Fadhili zako, Ee Bwana,
Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Wakati ule Yesu aliingia tena Kapernaumu. Ikasikiwa ya kwamba Yesu alikuwa nyumbani. Wakakusanyika watu wengi, isibaki nafasi hata mlangoni, akawa akisema nao neno lake. Wakaja watu wakimletea mtu mwenye kupooza, anachukuliwa na watu wanne. Na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya mkutano, walitoboa dari pale alipokuwapo, na wakiisha kuivunja waliteremsha godoro alilolalia yule mwenye kupooza. Na Yesu alipoiona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Na baadhi ya waandishi walikuwako huko, wameketi wakifikiri mioyoni mwao, mbona huyu anasema hivi? Anakufuru. Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa mmoja, ndiye Mungu? Mara Yesu akafahamu rohoni mwake kwamba wanafikiri hivyo nafsini mwao, akawaambia, mbona mnafikiri hivi mioyoni mwenu? Vyepesi ni vipi kumwambia mwenye kupooza, umesamehewa dhambi zako, au kusema, ondoka, ujitwike godoro lako uende? Lakini mpate kujua ya kwamba Mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Hapo akamwambia yule mwenye kupooza na kuambia, ondoka, ujitwike godoro lako uende nyumbani kwako. Mara akaondoka, akajitwika godoro lake, akatoka mbele yao wote, hata wakastaajabu wote, wakamtukuza Mungu wakisema, namna hii hatujapata kuiona kama. Neno la Bwana. Naye Yesu alipoiona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza, umesamehewa dhambi zako. Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ndugu zangu, watu wa maeneo ya mipakani wana tabia vinavyowabainisha. Mathalan, sisi watu wa Kilimanjaro zamani, sio leo, zamani hatukuwa tunajua sana Dar es Salaam. Tulikuwa tunasikia tu zaidi na kujua mambo ya Mombasa. Na watu wa kwetu kama walitoka, aidha walizamia Mombasa au Nairobi, lakini zaidi Mombasa.
wanapoenda kwenye maeneo kama hayo ya Mombasa, wanaiga vitu, wanajaribu kufanana na wale watu wa kule. Nami nikiwa mtoto, kati ya vitabia ambavyo navikumbuka kwamba viliwabainisha watu waliotoka Mombasa ni matusi. Walikuwa watu wa matusi makali, matusi ambayo unapaswa kuona aibu kuyatamka, maana yanafanya hali ya hewa iharibike. Sasa hiyo ni tabia ya watu waliotoka Mombasa. Hao watu wa kwetu walioenda Mombasa, tunaweza kusema wamejifananisha na watu wa Mombasa. Na nimetoa mfano huu kusudi utusaidie kulielewa somo la kwanza. Katika somo la kwanza tumesikia Waisraeli wakimwendea Samueli na kumwomba jambo zito: tupatie mfalme ili mambo mawili. Kwanza, atutawale, lakini la pili, ili tufanane na watu wa mataifa mengine. Kufanana tu na watu wa mataifa mengine ni jambo la kujivunia. Mbona katika mataifa kuna mitazamo, kuna desturi, kuna vionjo ambavyo havipendezi? Sasa watu wa Israeli, taifa teule la Mungu, wanawezaje kutamani kufanana na watu wa mataifa? Sasa msiwashangae Waisraeli, tujishangae hata sisi wenyewe, kwa sababu na sisi wa Kristo ni taifa teule la Mungu. Lakini ni mara ngapi tunajaribu kufanana na watu wengine haitu kwa vitu visivyo na maana, kwa tabia za ovyo, kwa misimamo mibovu, kwa vipaumbele ambavyo havipendezi. Umwelewe sasa Samueli alipoumia kwa hilo takwa la ndugu zake. Walichotaka wana wa Israeli sio kitu ambacho kingetegemewa kutoka kwao. Kwa nini? Kwa sababu wao ni taifa teule, taifa lililookolewa kutoka utumwani Misri, taifa ambalo Mungu amelipendelea akafanya nalo agano, na akawaambia hivi: ukishika amri zangu na maagizo yangu, ninyi mtakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wenu. Hivi taifa ambalo ni taifa la Mungu na taifa ambalo Mungu ndiye Mungu wao, wana sababu gani ya kutafuta mtu ambaye atawatawala?
Lakini basi turudi kwenye matakwa ya wana wa Israeli. Tunataka tufanane na watu wa mataifa, na msisahau kwamba jina watu wa mataifa sio jina la sifa kubwa, kwa sababu watu wa mataifa watu wapagani, watu wasiomjua Mungu, watu wasiojua Torati, watu wasioshika Torati, yaani sheria ya Mungu. Kwa hiyo ni watu wanaojiendea hovyo. Tunataka tufanane na watu wa mataifa. Ndugu zangu, huko ni kukengeuka, na kukengeuka huko kumemuumiza Samueli. Tunaposikiliza neno hili, sisi tulio wa Kristo tuwe makini sana, tutambue hadhi yetu, tutambue wito wetu, tutambue hadhi na heshima yetu kama watu wa Mungu, watu tuliokombolewa, tulionunuliwa kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tujitahidi kuwa waaminifu kwa wito wetu, kwa heshima yetu, na kuthubutu, nisisitize, na kuthubutu kusimama na kujibainisha kama Wakristo. Sio Wakristo bandia. Pendeni kuwa Wakristo wa kweli. Ukiwa Wakristo bandia, umekwisha. Naomba hilo kamwe lisiwakumbe. Katika somo la Injili tumesikia juu ya wito wetu, wito wa kila mbatizwa, wito wako ewe Mkristo. Tumesikia kwamba Yesu ameenda Kapernaum. Kapernaum ni kati ya miji ambayo ilifungamanishwa sana na Bwana wetu Yesu Kristo. Ameenda Kapernaum mathalan apumzike, lakini watu wengi wakamfuata, wakataka kusikiliza neno lake, naye akawafundisha neno lake. Hata sisi tunalisikiliza na kulitafakari neno la Mungu. Alipokuwa anawatafakarisha juu ya neno lake, wakaja watu wema, ni aina wa Samaria vile, wanne wamembeba mtu mlemavu ambaye hawezi kutembea mwenyewe. Wanataka wamfikishe kwa Yesu ili Yesu amponye. Kukutana na Yesu ni jambo linaloponya. Nao unazo fursa za kutosha za kukutana na Yesu. Hawa waliombeba huyu mlemavu hawakuweza kumsogelea Yesu kwa sababu ya umati. Wakafanya kitu cha ajabu kidogo. Wakapanda juu ya paa, wakaondoa vigae, wakapata nafasi
ya kuushusha mkeka, na yule waliyembeba wakamshusha mbele ya Yesu. Natumaini mmekumbuka maneno ya Yesu. Niarudie tu kidogo. Na Yesu alipoona imani yao, sio imani ya yule aliyebebwa, imani ya wale wanne, akamwambia yule aliyebebwa, umesamehewa dhambi zako, inua mkeka wako, tembea uende nyumbani. Umesamehewa dhambi zako, inua mkeka wako, tembea uende zako. Ndugu zangu, hapo kuna fundisho zito. Yesu anathamini imani yako. Je, imani yako ni imani hai au ni imani tia maji? Imani iliyo hai ni imani inayojali wengine, inayotafuta masilahi na usitawi wa wengine, inayotafuta utakatifuzo wa wengine, inayotafuta kuwaponya wengine. Je, Kristo unayenisikiliza, imani yako ni ya namna gani? Ni imani ambayo Yesu anaithamini, anaisifu, anaipongeza kwa matunda yake? Kama imani yako bado haijazaa matunda ya wokovu, nikualike ujipange vizuri zaidi kusudi imani yako iwe imani hai, imani yenye kuponya, imani yenye kutakatifuza, imani yenye kuwapeleka wengine kwa Yesu. Sio na kaimani kidogo kidogo ambacho hakimsaidii yeyote na hakikusaidii wewe. Na ili uwe na imani ambayo inaheshimika, inasifika, inaponya, inaokoa, ni lazima ulishe imani hiyo. Uilishe. Moja, uilishe kwa neno la Mungu. Ni matumaini yangu kwamba nyote mnaonisikiliza mna Biblia kule nyumbani. Leo ni Ijumaa. Hebu Jumatatu ni wangapi walifungua Biblia wakasoma kule nyumbani? Jumanne, Jumatano, kule nyuma kuna wawili watatu, Alhamisi mmoja tena pale na mmoja kule, wanne, watano. Hongereni. Leo Ijumaa, nani alishafungua Biblia akasoma hapo? Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane. Najua kwa jinsi mlivyojitokeza kwa uchache kuhusiana na usomaji wa neno la Mungu, mniruhusu ni washutumu.
kuna utapiamlo wa kiroho. Lakini Rome ametufundisha kwamba asiyejua neno la Mungu hamfahamu Kristo. Hali nyote ambao hamkuweza kunyosha mkono kuanzia Jumatatu mpaka leo, nataka kuniambia mnajua neno la Mungu? Hebu semeni. Amjue. Sasa kama hujui neno la Mungu, si umejaa utapiamlo? Utapiamlo wa kiroho. Kwa hiyo wana Dar es Salaam, wana dekania Thomas More, jikomboeni. Huhitaji kutumia muda mrefu. Nimeshagundua kwamba ukisoma mistari mitatu tu ya Biblia unahitaji chini ya sekunde 30. Sekunde 30 ni nusu dakika. Ili ukitumia nusu dakika kusoma mistari miwili, unachelewa wapi? Unaharibikiwa nini? Mbona bado una saa 24 mkononi mwako karibu zimejaa? Naomba niwape changamoto. Amua leo kwamba utajilisha neno la Mungu kila siku, kwa sababu kwa kufanya hivyo unaimarisha imani yako, unalea imani yako, unalea maadili yako, unajiweka sawa kuishi na kutetea imani yako. Na ukifanya hivyo utarubuniwa kwa urahisi rahisi. Si mnajua kwamba kuna wale manabii wa uongo wanaojitokeza, wanaalikeni, John, utapata gari, utapata nini, utapata hiki, utapata kile, na kwenda kwa maelfu. Siulizi ni nani ameshakwenda, lakini najua huwa mnaenda. Kinachowapeleka kule ni hiyo njaa ya neno la Mungu mlio nayo, lakini pia ni tamaa zenu na matamanio yenu mabovu. Wewe mtu anakuambia njoo nitakupa gari, yeye mwenyewe hajaona gari. Njoo nikupatie mume, yeye mwenyewe hana. Njoo nikupe mtoto, yeye mwenyewe hana. Mbona mnakubali kudanganywa na kupelekesha? Hebu simameni vizuri, muwe imara katika imani. Ndani ya kanisa Katoliki mnapata kila kitu mnachohitaji kwa ajili ya usitawi na wokovu wenu. Jambo la pili la kuimarisha imani ni sala. Na katika hilo pia nina kaneno. Na haka kaneno nakapata ninapozungumza na watoto. Zungumza na watoto, naambia watoto, hebu mniambie wangapi kule nyumbani mnasali? Ananyosha mkono, wachache kama mlivyonyosha mkono kuhusu neno la Mungu. Namuuliza mtoto mwingine, na watoto sio waongo, kule nyumbani mnasali na wazazi? Baba anasali, mama anasali, na wewe unasali. Kwa hiyo nyumbani hamsali, nyumbani hamna baraka. Na nyumba isiyosali pamoja ni nyumba ambayo haishikamani, ni nyumba
nyumba ambayo haina mizizi. Salini kama familia, mtakatifuze familia zenu, muimarishe imani yenu, muimarishe maadili yenu. Jambo la tatu linalosaidia katika kuimarisha imani ni ushiriki katika utume wa kanisa. Unaweza ushiriki utume wa kanisa moja kwa moja kwa kazi unazofanya, lakini unaweza kushiriki pia utume wa kanisa kwa majitoleo yako, kwa ushirikiano wako na kwa uthabiti wako ndani ya kanisa lako. Katika hilo napenda niwapongeze kwa sababu kama dekania ya Thomas More mmejitutumua, mkapambana, mkaenda kusimama kidete na kina dekania Mtakatifu Yosefu na dekania ya Oyster Bay. Mmekuwa dekania inayoheshimiwa. Sasa endeleeni kujipanga vizuri zaidi, mheshimike zaidi na zaidi. Na ninyi mkiheshimika all round, manake mnaliheshimisha jimbo kuu la Dar es Salaam. Amani ya Kristo iwe nanyi. Ndugu zangu, tusimame ili tumtolee Mungu shukrani, sifu na maombi yetu. Tutaitikia kwa kuomba utusikie. Twakuomba utusikie. Utupe sisi na mataifa yote chakula cha kila siku, Ee Bwana. Twakuomba utusikie. Ubariki kazi zetu na mashamba yetu, ili tujipatie riziki zetu za kila siku, Ee Bwana. Twakuomba utusikie. Utupe ari ya kufanya kazi kwa bidii, ili tujipatie mahitaji yetu ya kila siku, Ee Bwana. Twakuomba utusikie. Tujalie mvua ya kutosha na ukinge nchi yetu na mashamba yetu katika uharibifu wa tufani, mafuriko, wadudu na wanyama waharibifu, Ee Bwana. Twakuomba utusikie. Tupe moyo wa kuwasaidia wale wasioweza kufanya kazi kwa sababu ya ugonjwa, Ee Bwana. Twakuomba utusikie. Tunakushukuru kwa sababu umetuumba, Ee Bwana. Twakuomba utusikie. Upokee shukrani yetu kwa sababu Kristo ametukomboa katika utumwa wa Shetani, Ee Bwana. Twakuomba utusikie. Tunakushukuru kwa sababu umetupa amani, imani na uelewano, Ee Bwana. Twakuomba utusikie. Tunakushukuru kwa kutupa marafiki, ndugu, jamaa wa kuwa pamoja katika njia ya kuja kwako, Ee Bwana. Twakuomba utusikie. Tunaombea marehemu wetu, wadekania yetu, parokia zetu, pamoja na ndugu zetu katika familia zetu na watu tuliowafahamu, Ee Bwana. Twakuomba utusikie. Ee Mungu uliye makimbilio na nguvu yetu, uliye asili ya wema wote, sikilize kwa wema sala zetu kwa mastahili ya Kristo Bwana wetu. Amina. Thank you.
Bwana wetu. Tunaadhimisha kifo chake kwa mapendo, tunaungama ufufuko wake kwa imani hai, na kumngojea kwa matumaini thabiti ujio wake mtukufu. Kwa hiyo pamoja na watakatifu na malaika wote tunakusifu tukisema bila mwisho. Bwana kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu, tunavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uache kuwakusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhambi usafi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusifu kwa unyenyekevu, vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili utakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye usiku ule alipotolewa, alitoa mkate na akikushukuru, aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akatoa kikombe na kukushukuru, alikibariki
akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani yetu, Bwana, unapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako na kwa kutambua yeye aliye kafara ambao ulitaka kutubizwa kwa sadaka ya kifo chake, tujalie sisi watu wa Mungu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye tukafanye sisi tuwe kwa sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake uliomjira na mitume wako wenye heri mashahidi wako watukufu na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu mkuu Yuda Thadeus Ruwa'ichi, askofu msaidizi Henry Mchamungu, pamoja na maaskofu wote, waklero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za mahali ulioitapa mbele yako. Baba mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote walitawanyika popote duniani. Uwapokee kwa wema katika ufalme wako wa ndugu zetu marehemu na wote walio dunia wakiwa wamependeza. Na tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unajalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata
Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie wema, amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, na kutazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo uliwaambia mitume wako, na waachieni amani na wapeni amani yangu. Usizitazame dhambi zetu, ila ione imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, naye ishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi.
fanya kiwe kwetu sakramenti ya mwanao iletayo wokovu, yenye kutulisha kiroho. Tujalie tuimarishwe hivi na vipaji vya ujasiri na furaha, hata tustahili kukutumikia kwa bidii zaidi na kupata fadhili zako mpya, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mwashamu sana Askofu Mkuu Yuda Thadeus Ruwa'ichi, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Mwashamu Henry Mchamungu, Askofu Msaidizi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Mheshimiwa Dekano Padre Roman Mkandala, waheshimiwa mapadre mlioko hapa, Mheshimiwa Shemasi, wapendwa sana masista, makatekista, viongozi wa halmashauri ya walei ngazi ya dekania na parokia zilizoko hapa, wapendwa wanakwaya, waheshimiwa vyombo vya habari na sisi waamini kwa ujumla. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Napenda kumshukuru Mungu kwa zawadi ya siku ya leo. Pili, napenda kuwashukuru maaskofu na kwa namna ya pekee Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam kuwa nasi hapa Thomas More. Sisi wanaparokia Thomas More tunakukaribisha na tunasema asante sana kwa kuwa nasi. Tunamshukuru pia Mwashamu Henry Mchamungu, Askofu Msaidizi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, kujumuika nasi jioni ya leo. Asante sana. Niko hapa kwa ajili ya kuwatambulisha watu mbalimbali, lakini nitawatambua kwa makundi na wachache sana kwa nyadhifa ambazo mama kanisa amependa wawe nazo. Ninawaomba mapadre wote tulioko hapa, natambua tumeunganika parokia zote, nikizisimamisha parokia mbalimbali, mwingine pengine kapata pancha hayupo, itaonekana tende simemisi, lakini kwa upendo wenu wote naomba msimame kwa kuingie mikono kwa amini. Napenda nitambue uwepo wa watawa ambao wamejumuika nasi na ni watawa wanaoishi katika dekania yetu. Wapendwa masista, msimame popote mlipo. Asante sana. Napenda nitambue viongozi kamati tendaji dekania. Ninaamini huko, msimame katika mkutano wenu, nje ndani. Napenda nitambue kamati tendaji kutoka parokia mbalimbali za dekania yetu. Msimame. Nashukuru sana. Kwa upendeleo sasa, kamati tendaji ya halmashauri ya walei parokia ya Thomas More. Msimame. Nafasi nyingine ya upendeleo, tunaye mwenyekiti wa wanawake wa Katoliki Tanzania ambaye ni rais wa wanawake Afrika na makamu wa rais wa wanawake ulimwengu, Mama Ntenga. Hivyo wanasalasala tuwakilisha na Mama Ntenga. Ninawashukuru wanahabari, vyombo vya kanisa kwa uwepo wenu na kwa kurusha ibada hii moja kwa moja. Mungu awabariki sana. Ninaomba nimkaribishe Padre Roman Mkandala, dekano dekania ya Thomas More.
Kristo tumaini letu. Mimi langu ni moja, kwa kwanza kuwaomba maparoko na wawakilishi wao kuliopo mchukue ile mshumaa tuliyokubaliana nayo leo kwa ajili ya kuja kuwasha kutoka katika mshumaa huu wa Jubilei kuu ambao tulipewa na askofu mkuu siku ile ya Ijabu kule huko. Na wakati maparoko wanaleta hiyo mshumaa yao, nami niongezee kuwatambulisha kamati iliyoandaa sherehe ya leo kusimama. Na niwatambulishe wale wageni walikuwa wachache kutoka huku Marathon. Mwampe mkono. Na tuliwaalika kamati ya tekelezaji kwa wajumbe watatu, kama wao wasimame wote wamshie mkono. Yuko mmoja kwenye huko. Basi kama mmerudi, baba askofu mkuu, tunaomba tuongoze mazoezi ya kuwasha mshumaa wa Jubilei kuu ili kila paroko aondoke na ushuhuda wa mwanga na mwanga ukaangaze parokiani, jumuiani na familia. Na sasa tukaribie mbele ya mshumaa wetu. Naanza na Mtakatifu Ambrose. Sala fuatie. Mtakatifu Ambrose anaanza, sala fuatie. Na Kizuri Teresia na Cecilia. Kizuri mwakilishi kama paroko na msaidizi wake atawakilishwa, basi mwenyekiti au yeyote kutoka Kizuri. Ifuatie parokia ya Dominiko atawasha mshumaa yeye pamoja na Mtakatifu Monika. Mtakatifu Monika kuja kwa matendo. Basi Mtakatifu Rita wa Kasia akifuatiwa na Baba Maria. Bikira Maria mama huruma na Mtakatifu Gaspari. Baba Suma wenyewe, na mimi nitachukua ule alionipa wakati ule Baba Askofu Mkuu. Kunduchi mesaulika kumbe uko safi. Basi waskofu tunasumo kwenye shughuli mikatabu wame manake bado shughuli bado. Basi waskofu maneno ya kuongezea kuhusu mshumaa uliowasha. Wana dekania ya Thomas More. Msifu Yesu Kristo. Amina. Mshumaa uliowasha unamtokeza Kristo, mwanga wa ulimwengu. Naomba mshumaa unaopeleka parokiani
uwe ni ukumbusho na rejea ya kuhudumisha uhai wa imani, uhai wa maadili, uhai wa amani na uhai wa haki. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Kitabu takatifu au ameshapata kutoka kwa mimi nasomeni basi tunaweza kurudi kweli na mshima yetu, alafu tumwombe Askofu Mkuu sasa amalize ibada ya misa kwa baraka, alafu tuende kuchukua nafasi yetu kule tulipoandaliwa kwa ajili ya shughuli ya leo. Asante. Bwana awe nanyi. Baba